Mwenyote kupitia uwezo wa jina la Yesu. Ninaamini mpo salama na neema ya Yesu inaendelea kuwa nanyi popote pale mlipo. Ninamshukuru Mungu wetu kwa neema hii ambayo ametupea sote kuona pambazuko la asubuhi ya leo. Ni siku njema sana. Nataka nigusie mambo ambayo yanaendelea huko Tanzania kwa asilimia kubwa. Ni kweli siishi huko, ila ni mtu wa Mungu ambaye anagusia sehemu zote ambazo anaona kwamba hakuna amani ama pajakaa vizuri kwa asilimia zote. Kwa hiyo mimi siangali kwamba niko Marekani ndo nisigusie yaliyoko Tanzania ama yaliyoko huko Afrika kwa asilimia kubwa, ila mimi nagusia yoyote niyaonayo yanayoendelea sehemu yoyote katika mazingira yoyote. Sasa kwa ufupi sana, sitofungua andiko lolote. Siji kufungua maandiko yoyote, ila nataka nigusie mambo ya mtumishi wa Mungu Pascal Cassian, huyo ambaye tumesikia taarifa zake kwa asilimia kubwa kwamba alikuwa anaumwa na mpaka sasa hali yake, kwa mujibu wa taarifa, alikuwa anaumwa na mpaka sasa hali yake inaendelea kuimarika. Ninayaongea yale ambayo niliyasikia kwa masikio yangu mawili haya. Mimi siji kumtetea yoyote na wala siji kuongea kwa upendeleo wowote. Taarifa hizi zimekuwa na ukakasi mwingi sana. Zimekuwa na sintofahamu. Zimekuwa na kutokuaminika kwa asilimia kubwa katika masikio ya watu ama kwenye akili ama kwenye maisha ya watu, kuaminika kwa asilimia 100 kwa mujibu wa taarifa zilizopo. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi nataka nigusie kwa ufupi sana. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja ambaye yuko Marekani, aliposti clip ama aliongelea kwa habari ya mambo mengi sana, sijui unajua Pasco haina maana kwamba unajua kuambiwa kwamba utoe taarifa ama vielelezo ama uhakika wa kweli ulikuwa unaumwa ama ulikuwa haumi. Kuambiwa kwamba utoe uhakika ama udhibitisho kwamba ulikuwa unaumwa haina maana kwamba utauaminiki, hapana. Ila sasa inafika mahala usipotoa vidhibitisho kwa asilimia kubwa, imani yako kwa watu italegea, ama wote ambao walikuwa na kuamini ama baadhi ya watu wakubwa ama watu ambao walikuwa na kuamini wataanza kulegea, wataanza kutoa imani yao kwako. Kwa nini? Kwa sababu ya wingi wa taarifa zilizopo kwamba ulikuwa unaumwa, kwamba sijui ulikuwa hauumwi, ulikuwa tu ni tapeli ambao ulikuwa unatapeli watu, kwamba unajenga nyumba ya kifahari huko, kwamba ulikuwa unakuja usiku na unaangalia nyumba, unawalipa wajenzi, unawapa fedha usiku mida saa 3 usiku, na ulikuwa huji katika hali ya kawaida. Ulikuwa unakuja katika hali ambayo niseme ni hali ambayo unajifunika mfano wa ninja fulani hivi haonekani kwenye uso. Asa zote taarifa, mambo yanakuwa ni mengi sana ambayo hayaelezeki moja kwa moja. Kwa hivyo ukitia hasira mtu wa Mungu na kutia kiburi cha kutokuambia watu, cha kutokutia wazi udhibitisho uliopo kwamba kweli ulikuwa unaumwa, kwamba kweli ulikuwa haumi, na kuambia mtu wa Mungu, utakuja kudharaulisha Ukristo na wahubiri wengine wataonekana kana kwamba ni matapeli, hawana faida yoyote kwa asilimia kubwa. Na ndio maana inatulazimu ama inawalazimu watumishi wa Mungu. Nimesikia siku hizi Mbarikiwa Mwakipesile amezungumza mengi sana kwa habari ya mambo ambayo ameyafanya. Mzee yule mimi namuelewa, nimemuelewa ambacho anakiongea, lakini kwa asilimia kubwa watu wanaanza kusema, wanaanza kutukana hivi na hivi. Lakini mzee yule alikuja kwa taratibu, kwa utaratibu ambao waweza ukakufuata kama ni kweli umetapeli. Alikuja na neno, kama umetapeli, kama umetupiga wa Kristo, kama umetapeli, fuata utaratibu huu, fuata toba hii kama. Lakini bahati mbaya tumekuwa na watu ambao kwa asilimia kubwa yani wana ushabiki mwingi sana,
Lakini Mbarikiwa ukimfuata vizuri kwa makini sana, utaelewa kwamba alikuja na neno kama ulitapeli watu, kama uliwatapeli, kama uliwaibia kwa kisingizio cha magonjwa, fuata toba hii, uwe na vigezo hivi. Lakini bahati mbaya tumekuwa sijui hapana watu wa Mungu. Kuleta udhibitisho haina maana kwamba tutaaminiki. Na usipotoa vidhibitisho kwa asilimia kubwa, hautakuja kuaminika kwa karne hii ya sasa kwa asilimia kubwa. Bwana sifa sana. Sasa tunakuwa na ushabiki mwingi sana, sijui Pasco alikuwa anaumwa. Hapana, upentekoste huo. Unajua kuna njia nyingi sana za kuwapofusha watu kwa asilimia kubwa. Mfano, mimi naumwa kwa mbali sana. Mfano sauti yangu naigeuza sauti yangu hii. Naigeuza. Na hata kama siumwi, lakini nitaigeuza iwe mfano wa mgonjwa. Sasa yote mambo tunajaribu kuyachuja kwa situani, je, ukweli uko wapi? Na yeye ndio ambaye ana ukweli. Juzi kati alitoa video ambayo alikuwa analia sana, analia. Mtu wa Mungu, unajua machozi haya haina maana kwamba tunaongea ukweli. Maana hata wauaji, wachawi kwenye msiba wanalia, lakini wao ndio wahusika. Bwana sifa sana. Wao ndio wahusika. Kwa kutoa machozi na kulia haina maana kwamba wewe ndio upo rohoni sana, wewe ndio unaongea kweli iliyopo. Hapana, ukweli unao wewe. Kwa hiyo ili ulinde heshima na thamani ya kuhubiri kwako na thamani ya Ukristo, tuambie ukweli uliopo. Kama kweli ulitapeli, ulijenga nyumba kwa fedha za kuwadanganya watu, sema ni kweli nimetapeli na ni kweli nilikuwa naumwa. Toa vidhibitisho watu tujue kwamba kweli nilikuwa naumwa. Wanasifa sana. Wengine tumekaa kwenye sintofahamu nyingi sana. Tuko katikati ya mawazo mawili sasa. Hatujui tuamini lipi. Mara tunasikia huko hivi, wewe sijui Pasco alikuwa anagonjwa. Hapana mtu wa Mungu, toa tu udhibitisho. Kutoa udhibitisho haina maana kwamba tuaminike. Hapana, unaaminika, lakini ili uzidi kuaminika zaidi. Maana sasa imani yako, watu wanaanza kutoa imani yao kwako. Kwa nini? Wana sintofahamu nyingi sana wana maswali mengi sana ambayo hayana majibu, na mwenye majibu ni wewe mtu wa Mungu. Kwa hivyo lazima uje utuambie ulikuwa naumwa, ulikwenda hospitalini gani, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa zako mimi nimesikia sana. Hapo hivi ulitoa video nyingi sana, sijui Pasco anaaga dunia, unakufa. Hayo yote yalikuwa ulikuwa unataja kusema yoyote. Hapana mtu wa Mungu, Pasco msimuombolezee, nikifa msilie. Hayo yote alikuwa hata hauna haja, ulikuwa hata hauna budi ya kuyatoa yote hayo mtu wa Mungu. Watu wa Mungu walikutetea sana kwa kiboko ya wachawi. Walikutetea sana kwa kiboko ya wachawi. Lakini inafika mahala tunakuwa na sintofahamu. Aliyetetewa, je, ndiye huyu? Je, ni tapeli? Amewatapeli watu? Kwa hiyo watu tunataka udhibitisho wa magonjwa yako. Udhibitisho wa magonjwa. Sio kwa wao kwamba watu hawakuamini, lakini ile imani inaanza kutoka mdogo mdogo, na usipotoa udhibitisho kwa asilimia kubwa hautokuja kuaminika. Bwana sifa sana. Ni kweli. Ilifika mahali Yesu mwenyewe ili kumwamini ili mlazimu atoe ishara. Mfarisayo kwamba Yesu tuoneshe ishara. Kama kweli ni mwana wa Mungu, toa ishara. Kwambia hakuna ishara ambayo mtaipata isipokuwa ishara ya Yona. Lakini wewe si Yesu sasa. Maana Yesu mwenyewe hawakumwamini wote. Lakini pia wewe si Yesu. Kwa nini? Unajua tunaishi na watu ambao kwa asilimia kubwa, unajua watu wa Mungu lazima mwe makini sana. Mimi kitu hiki nimekiona sana kwa baadhi ya watu wa Mungu, watu wahubiri wa Kristo wanaohubiri neno la Mungu. Ile hali ya kutia namba za sadaka pale, ile ni hali, unajua sadaka hailazimishwi mtu, watu wa Mungu. Sadaka hailazimishwi mtu. Hivyo maana unachukua namba sadaka unatia pale namba sadaka mtoe. Hapana, huduma. Mtu yote ambaye ana moyo wa kutoa atatoa tu. Anakupigia simu kama mtumishi, nipe namba yako ya M-Pesa nikutolee sadaka basi, lakini sio kutia pale kwa ule sasa ni uomba sasa huo. Hizo sasa ni omba hizo, kwamba changia huduma, nibariki. Hapana mtu wa Mungu, atakubariki, atakutolea, atatoa sadaka akipenda kutoa sadaka, na sio kwa kulazimishwa kwamba nitolee. Hapana.
kwamba toeni kwa moyo na si kwa kulazimisha kutoa. Ni mnakaa Yesu ako wazi kwamba hana haja ya sadaka, anataka rehema na si sadaka. Hayo mtu wa Mungu, kama ulikuwa unauma kweli, toa udhibitisho wa magonjwa. Ili uzidi kuaminika, toa udhibitisho. Ulikwenda wapi, sehemu ipi, ulifanya siku ngapi, miezi mingapi? Kwa sababu takriban miezi miwili, na kama sijakosea miezi miwili. Alafu ije kwetu kwamba ulikuwa na utapeli. Ni nani ambaye atakuamini? Nani ambaye atakuamini? Kwa hiyo mtu wa Mungu, mimi sipendi kuongea sana kwamba toa udhibitisho wa magonjwa. Lakini pia haukupenda watu wakutangazie michango, ulitaka tuwe peke yako utangaze. Yote mambo najaribu kuyachuja. Mgonjwa ambaye anaelemewa atapata wapi nguvu ya kupost kwenye mtandao wa YouTube? Atapata nguvu wapi ya kutangaza habari za fedha wakati analemewa kitandani, hana nguvu, hana uwezo wowote, anarekodi kila siku na post mgonjwa huyo. Kwa hiyo sote mtu wa Mungu ni sintofahamu ambazo ziko kwenye akili za watu. Kwa hiyo usipotia udhibitisho wazi, ukweli wazi, hautakuja kuaminika. Kulia hakukufanyi kwamba uaminike na watu, hapana. Kulia hapana, hakuna ukweli. Unajua mtu muongo kwa asilimia kubwa hujifanya kana kwamba hajafanya kosa lolote. Na kulia, hata mchawi analia kiua, analia kwa machozi ya uongo. Kwa hivyo mtu wa Mungu, lazima utoe udhibitisho wa kile ambacho kinaendelea. Wewe ndiye ambaye una ukweli kwa asilimia zote. Kwa hiyo usipotoa ukweli wa kile ambacho kinaendelea, utakuja kutokuaminika kwa asilimia 100. Kwa hiyo mtu wa Mungu, waambie watu ukweli uliopo. Kwa kama kweli ulikuwa naumwa, waambie nilikuwa naumwa 1 2 3. Watu wanapenda kuona udhibitisho wa kile ambacho kinaendelea. Na kama kweli ulitapeli watu, sema tu ukweli kwamba nimetapeli. Fuata toba ambayo Mzee Mbarikiwa aliitoa, kwamba kama kweli ulitapeli watu, fuata toba hii. Na ile ndio toba sahihi. Ni ngumu kuifanya, ni ngumu sana, ni ngumu sana, lakini ndio sahihi. Toba ile kwa asilimia kwa ni ngumu sana, lakini ndio sahihi. Sasa ndio sahihi. Ndio sahihi. Wote ambao wanachukulia vitu warudishe vitu vyao. Uza nyumba ni ngumu. Kama kweli ulifanya, ulitapeli, fuata toba ile. Ni ngumu kufuata. Ni ngumu. Lakini kama hujafanya, onesha tu udhibitisho kwamba 1 2 3 mimi nimefanya 1 2 3. Tujue umekuwa na magonjwa, ndio tujue. Maana ilikuwa kila siku, almost every day, kwamba Pasco sijui analaga dunia, anaaga dunia, anakufa sijui 1 2 3, mnamuombolezea Pasco, madui zangu na waombea. Kwa Mungu, una adui gani? Hakuna adui ambaye ni kweli maadui hawakosi, lakini kwa staili hii mambo yote ambayo yanaendelea hapa, haya mtu wa Mungu, haya hapana. Lazima uambie tu ukweli uliopo, na usipotoa ukweli hautakuja kuaminika. Kuna ambao watakuamini kweli ndio, lakini kwa asilimia kubwa ya watu hawatakuja kuamini. Kwa hiyo Mungu, lazima imani inalindwa. Uaminifu unalindwa na mtu binafsi. Ili watu endelee kukulinda, lazima ulinde uaminifu. Ili watu endelee kukuamini, lazima ulinde uaminifu. Hasa kwenye swala hili, ukilegeza mguu, ukilegea kwa asilimia kubwa, utaondoa imani. Utaondoa imani mtu wa Mungu. Kwa hiyo lazima Pasco uje uambie watu ukweli uliopo. Waambie watu ukweli, kama ni vidhibitisho uitoe tu, hakuna shida. Kwani kuna dhambi gani ukitoa udhibitisho uliopo? Kwani kuna hasara gani ukitoa? Hakuna hasara ambayo yote ambayo utaipata ukitoa udhibitisho. Na kutoa udhibitisho sio udhaifu, hapana. Sio udhaifu. Kama una hasira, hata na hasira haijengi chochote. Pointi ni kutoa udhibitisho uliopo. Hiyo ndio pointi iliyopo. Lakini mimi hasira sitatoa udhibitisho, kama msiponiamini sijali. Hapana mtu wa Mungu, utapoteza thamani na heshima yako kwa watu. Kwa hiyo njoo utoe udhibitisho kama kweli uliiba. Ambia watu kwamba nimewatapeli watu. Watu utubu dhambi, wache utapeli huo. Kiboko ya wachawi atapata nguvu sana kwako.
kama hujatambua hilo. Sababu kuna watumishi wa Mungu ambao walikuinukia wakaanza kukutetea dhidi ya kiboko ya wachawi, lakini fike mahala eti kwamba kiboko ya wachawi haji kupata nguvu juu yako, kwa haya utadharaulika sana, mtu wa Mungu. Kwa lazima uweze kuja kuambia watu ukweli uliopo. Waambie watu ukweli uliopo. Wewe ndiye ambaye una ukweli, lazima uambie watu ukweli kama 1 2 3 imefanya 1 2 3. Watu wajue ukweli ili watu wawe na amani, ili uaminike sasa. Lakini pia wahubiri mimi siwaelewi sana wahubiri. Wahubiri bado wana mambo wanaingiza vitu vingi sana vya kidunia, makona mengi sana. Makona mengi sana. Hao vijana makona mengi. Mimi ni kijana ambaye sina kona yoyote huko mitani popote. Maisha yangu yako public sana kwa watu, kwa asilimia kubwa. Mimi sina makona, mimi ni kijana lakini sina ujanja kama vijana wengine. Sina makona kama vijana wengine wahubiri huko anahubiri, mara ananywa viduku, mara ananywa. Achana na hizo. Huo ni ujana, huo ni upumbavu kwa asilimia zote. Unavukuta vimandevu huku kote. Ndevu za nini, mtu wa Mungu? Unafikiri ni kimbuzi ambacho unanywa viduku utafikiri kuku dume. Hapana, watu wa Mungu, lazima tusifanane watu wa dunia hii. Lazima kuwe tofauti kati ya watu wa Mungu na watu wa dunia hii. Wahubiri makona wajanja matapeli akina Tony Kampula, unavaa utafikiri ni msanii fulani hivi. Wahubiri vijana wana shida nyingi sana. Wahubiri vijana wana shida nyingi sana. Unakuta ni mhubiri lakini bado anavaa kijana hivi, vimandevu huku na nyoa mandevu sijui. Hapana, ifike mahala tusifanane dunia hii. Unavaa utafikiri ni msanii. Hapana, watu wa Mungu, lazima tufanane Ukristo. Yesu alitembeaje duniani hapa? Alikuwaje? Aliishi maisha gani? Yesu alikuwa hana kona yoyote. Alikuwa hana ubaya na mtu awaye yote. Alikuwa hana haya, mimi sipendi kuongea sana. Ila Pasco uweze kufuata maelekezo, uweze kusikiza, uweze kusikia. Sio tu kwamba watu wanakuchukia eti ni vita vya kiroho. Hakuna cha vita vya kiroho. Wewe njoo hapa uambie tu ukweli uliopo. Hakuna cha vita vya kiroho. Vita vya nini? Hamna vita vya kiroho hapa. Hapa ni ukweli uwekwe wazi tu basi. Hakuna cha vita, hakuna cha nini. Tuambie watu ukweli uliopo kwamba ni 1 2 3. Eti vita Mungu atanipigania. Hakuna cha kupiganiwa na Mungu. Tuambie ukweli uliopo basi. Mimi siko upande wa mtu yoyote, ila tunataka tujue ukweli uliopo ni upi, maana tuko katikati ya mazo mawili, hatujui cha kuamini ni kipi. Mara huko tunasikia hivi, mara tunasikia hivi. Kwa sababu wewe ndio ambaye una ukweli, tuambie ukweli uliopo, mtu wa Mungu. Ukianza kulialia, ukikaa kimya, utapoteza uaminifu kati ya watu. Kwa hiyo lazima uje utuambie ukweli uliopo, 1 2 3 ni hivi na hivi. Na kama nalialia usilie, mtu wa Mungu. Kulia, unajua kulia au kuondoa tatizo, au kuleta solution ya tatizo, hapana. Kulia tu ni utaira kwa asilimia zote. Wewe una huko kwenye shida afu na kwa unalia eti. Hapana, kulia haiondoe tatizo. Ila kuja kufafanua tatizo ndiko kuondoa tatizo. Kuja kutuletea maelezo 1 2 3 ndiko kunaondoa tatizo. Na sio unakuwa unalia sijui Mungu abariki, ujenge maisha yako na Mungu binafsi, ukae na Mungu, mlilie tu Mungu, muone hata kwa tumainia watu, mlilie tu Mungu, uwe tu na Mungu, mtafute tu Mungu binafsi. Hakuna cha kumtafuta Mungu binafsi. Mimi sijui mtafute Mungu binafsi, yeye ndiye Mungu, mtafute Mungu binafsi. Yani uwe na nini mnakaa na vitu vingi sana vya ajabu vingi sana. Kwa hivyo tu haya maandiko tukiyasoma maandiko haya, mimi sipendi kuyafungua, lakini hata basi niyafungue haya. Sijui mlilie tu Mungu peke yako, mtafute Mungu peke yako, usifuate watu. Hapana cha kufanya, usifuate watu. Paulo mwenyewe kwa wazi kwamba nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Lakini pia Ibrania 13:7 pale, hebu kwa niangalie. Unajua sipenda kufungua maandiko haya, lakini nitafungua tu, lazima kuwafungua kwa sababu kuna kitu ambacho nimekumbuka Pascal alikiongea siku moja. Kwamba sijui msifuate watu, wewe tubaki kwa Mungu, muangalie tu Mungu, mtazame tu Mungu. Hapana. Ibrania 13:7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, wakiwaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wao, mwenendo wao, mwisho
sana mwisho wa mwenendo wao. Igeni imani yao, igeni imani yao, igeni imani yao, kwamba ushangalie watu, wewe tu muangalie Mungu, sijui ufuata tu Mungu, watu achana na watu hivi na hivi. Hapana, igeni imani yao. Tunaiga imani ambayo tumeiga kutoka kwa baadhi ya watu. Kwa Yeremia 6:16 kama sijakosea, anasema kwamba simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari ya mapito, iko wapi njia iliyo njema, mkafuate njia hiyo. Sisi msifuate watu. Lakini pia Ayubu wako wazi kwamba sisi tu wajana tuangalie mapito ya zamani. Mapito ya zamani. Tuige imani ya wale ambao wametutangulia. Yeye mnakazi juu. Ndio maana mnakuwa na Ukristo wajabu wa makono mengi, kwa sababu hamna wasimamizi ambao wanawasimamia. Hamna wasimamizi ambao wanasimamia. Sasa vijana wao siku hizo. Unakuta vijana anahubiri lakini hana msimamizi yote ambaye anasimamia. Mungu hapana, siji mimi nina Mungu tu peke yangu. Sina kiongozi yeyote. Kiongozi mkuu ni Roho Mtakatifu. Hata Roho Mtakatifu hutakuja kumuelewa kama huna kiongozi. Hebu muangalie Samueli kwa Eli. Asingelielewa bila Eli. Na hata kama alikuwa na neema kuliko Eli, lakini asingelielewa kuliko Eli bila Eli. Kwa hiyo bila msaidizi kwa maisha ya kiroho, bila kiongozi ama bila niseme baba wa imani ama kiongozi ambaye anakusimamia, hautotoboa mbele, hautokwenda mbele kwa asilimia kwa. Ni kweli utaendelea, lakini hautofikia mwisho mzuri kwa asilimia zote. Kwamba wakumbukeni waliowaongoza, igeni, lakini pia uchunguzeni sana mwisho wao, igeni imani yao. Ni mnakaa sijui mimi nina Mungu tu peke yangu, ninaomba kibinafsi, sina haja msaada wote. Hapana, watu wa Mungu. Hapana. Kwa hivyo, sipendi kuongea sana. Mimi tu niishie hapa siku ya leo. Ila Pasco, jaribu kutuambia ukweli uliopo ni upi. Tujue ukweli ni upi. Tujue ukweli ni upi. Na sio tu kulialia vya ajabu ajabu. Kulia si vibaya, lakini unalia kwa nini? Unalia kwa nini? Sema ambao natakiwa ufafanue, unaanza kulia. Sasa tutakuelewaje sisi wengine? Kwa hivyo lazima utuambie ukweli uliopo. Sipendi kuongea sana. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wa haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno Maranatha. Amen.